Unazidi kupokea taarifa hizi kutoka kwenye chumba chetu cha habari hapa jijini Nairobi, na vilevile kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wa X ni @TV47 News. Na baadhi ya wakazi wa eneo bunge la Garsen, kaunti ya Tana River, wamelalamikia kutoshirikishwa katika mchakato wa ushirikishwaji wa umma kuhusu mswada wa marekebisho ya katiba ya Kenya. Mswada wa bunge la kitaifa nambari 4 wa mwaka 2025 wanadai kuwa hawakufahamishwa wala kushirikishwa kwenye mikutano ya kutoa maoni ya kuhusu mabadiliko hayo ya kikatiba. Mswada huo unaojulikana kama mswada wa bunge la kitaifa nambari 4 wa mwaka 2025 unapendekeza kuingizwa kwa hazina ya maendeleo ya maeneo bunge NGCDF, hazina ya maafisa wa usalama na hazina ya uwezeshaji wa wanawake katika katiba ya Kenya. Kwa sasa wakazi hao wanataka mchakato huo kusitishwa hadi pale ambapo wananchi wote, hususan kutoka maeneo ya mashinani, watakapopata nafasi ya kuelewa mswada huo na kutoa maoni yao kwa uwazi. Hatujaona ile need ya kuwa lazima tuweke hizi funds ndo tuweze kupata huduma. Chenye sisi tunasema ni kuwa tunahitaji accountability wa zile systems zilioko, tuweze kuziboresha na kuziimarisha ili tuzidi kusonga mbele. Na tunashangaa sisi kama vijana, kwanza hakuna uhamasisho ambao umetolewa, hakuna any public participation ambayo imefanyika, na kulingana na sheria na katiba ya Kenya, siku 14 kabla ya public participation ifanyike, ni lazima kwanza watu wapewe taarifa. Sasa sisi tunazungumuza katika mbunge wetu Aliyashaka, tunashangaa na hili jambo, ambapo pia kuna mengi ambayo anayofanya ambaye sisi hatukubaliani nayo kama sisi wananchi.